Vifungo ni namna kama unavyoona kwamba kamba ukafunga mahali. Kwa hiyo vifungo vinaendana na mafundo. Kifungo chochote kinaendana na mafundo. Biblia inasema usiloge kwa kupiga mafundo. Kwa kila aliyefungwa, kila penye kifungo kuna fundo. Na fundo ni gumu sana, kwa sababu naona hata wale wanaochana mbao, popote penye fundo ni pagumu sana. Kwa hiyo kila penye kifungo pana fundo la uchawi. Hakuna kifungo ambacho hakina nguvu ya uchawi nyuma yake. Kwa hiyo penye kila kifungo pana nguvu ya uchawi. Hilo ndio jambo ambalo mtu wa Mungu anapaswa kuelewa. Sasa nguvu ya kifungo inategemea umefungwa mara ngapi. Kuna kamba inafungwa mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita, mara 10, mara 20. Sasa vifungo vya watu wengi haviondoki kwa sababu tabia. Kifungo kinaweza kuondoka kutokana na tabia. Kuna tabia huwa inapalilia kifungo kiendelee kubaki kwenye maisha, na kuna tabia huwa inaondoa kifungo kwenye maisha. Kwa mfano, aliyefungwa, yeyote ambaye aliwahi kuwa amefungwa na nguvu za giza, utaona kuna maagizo ambayo Yesu alisema kuhusiana na kifungo. Jambo la kwanza, imani. Imani yako isipungue. Unapokuwa unashughulikia kifungo, imani yako isipungue. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, mwendelezo wa kushughulika na kifungo. Sasa kuna mtu amefungwa sana maeneo mbalimbali. Unaweza umefungwa miguu, umefungwa mikono, umefungwa uso, umefungwa akili, umefungwa nia, umefungwa hatua za maisha, umefungwa kila kitu. Lakini upo ila umefungwa. Sasa unapoanza maombi au kuombewa, kuna vitu vinaanza kukatika, kuna vifungo vinaanza kukatika. Unaanza kukata ile kamba, mpaka unafika kwenye fundo, unafungua fundo. Fundo huwa halikatwi. Kwa mujibu wa Biblia, fundo linafunguliwa. Ndio maana muona Danieli anaitwa mkuu wa waganga aliye na hekima ya kufungua mafundo. Katika Babeli, mtumishi wa Mungu Danieli ndiye pekee aliyekuwa na roho wa Mungu, aliyekuwa na nguvu ya kufungua mafundo. Watu wa Babeli walikuwa ni wataalamu sana wa kufunga watu mafundo. Lakini Danieli huyu mtu wa Mungu, tunaona kwa nini yeye alikuwa na nguvu ya kufungua mafundo. Kwa sababu kwanza alikuwa ni mtu ambaye anafunga na kuomba sana. Funga, anaomba. Funga, anaomba. Na sio maombi ya siku moja, maombi ya masafa marefu. Maombi ya siku 21. Sasa kuomba kwa muda mrefu sio ishu. Ishu ni kushinda dhambi. Kuomba kwa muda mrefu unaweza ukaomba hata mwaka mzima, lakini ukamaliza maombi ukianza kutenda dhambi tu, yote uliyofutwa. Ndio Mungu yuko namna hiyo. Na hiyo ndio nguvu ya kifungo. Sasa nguvu, ndio maana Yesu aliwaambia watu kifungo kinaweza kuondoka asubuhi kikarudi jioni. Narudia tena vizuri hapo nielewe. Yeyote aliyewahi kufungwa na nguvu za mapepo, nguvu za uchawi, nguvu za waganga, umefungwa na nguvu yote ya uovu, unaweza ukafunguliwa asubuhi na jioni ukafungwa tena. Yaani kifungo chaweza kuondolewa asubuhi na jioni kikarudi. Kwa sababu kifungo chochote kama nilivyosema hapo mwanzo kina nguvu za uchawi nyuma yake, ama nguvu za mapepo. Na Biblia inasema ile nguvu inayokufunga inapoondoka haiendi mbali. Huwa inakaa iangalie maisha yako yanaendeleaje baada ya maombi. Na ndio maana kila ambaye alipata bahati ya kukutana na Yesu kwenye kifungo chake, alipofunguliwa Yesu alimwambia, nenda usitende dhambi tena. Naona kumbe vifungo vingi asili yake ni dhambi.
Unapotenda dhambi ndipo unafungulia wafungaji kufunga. Dhambi inaanzia kwenye mawazo, kwenye fikra, kwenye moyo, kisha inakuja kwenye utu wa nje. Ndio maana Mungu naye anaanza kututendea sisi kutokea kwenye utu wa ndani. Mungu anaanza kututendea kutokana na ndani unawaza nini, kwenye ubongo wako kuna nini kimekaa, mawazo gani, fikra gani, nia gani. Ndio maana Paulo mtumishi wa Bwana anatuambia endeleeni kuwa na nia ile ile mliokuwa nayo toka mlipoanza kuamini. Kumbe tunajifunza ukianza kumwamini Kristo kwa nia ya kufunguliwa, kwa nia ya kuponywa, kwa nia ya kubarikiwa, ukianza kumwamini hivyo, anahitaji aione nia hiyo ikiendelea. Lakini shida ya watu wengi leo ni kwamba wanamtafuta Mungu shida inapokuwa kubwa. Shida inapokuwa kubwa ndipo anamkaribia Mungu. Anapomkaribia Mungu asubuhi, ile shida inaondoka kwa muda. Akiona ile shida imeondoka, anarudia maisha yale ya dhambi, anarudia maisha yale ya mawazo mabaya, anarudia maisha yale ya usengenyaji, anarudia maisha yale ya uongo. Kwa hiyo mtu huyu anabaki kuwa na ibada lakini asiye na matokeo ya miujiza ya kufunguliwa katika maisha yake. Kufungua watu ni agizo la Mungu, na Mungu hapendi watu wafungwe maisha yao. Mungu anapenda ufunguliwe. Ndio maana Yesu anasema nimekuja kuwafungua wote waliofungwa. Mojawapo ya kazi ya Yesu hata hivi leo aliondoka kwenda mbinguni ilikuwa ni kuwafungua watu. Ndio maana Yesu alipoondoka akaacha agizo kwetu wanafunzi wake, akasema mimi naenda kwa Baba, lakini kwenda kwangu kule naenda kuandalia makao ili mimi nilipo nanyi muwepo. Anasema Yesu naenda kuandalia makao, lakini anatuonya kujilinda na mbwa mwitu wakali, ambao ni watu wa dunia hii waliojaa roho za uharibifu, waliojaa roho za uovu, waliojaa hila, waliojaa nia mbaya,